wameua, si kwa sababu ni wazinifu, kwa sababu ya maono walio nayo. Kwa hiyo wako wakina Yohana wako visiwa vya Patmo, si kwa sababu ni makatili, hapana, kwa sababu ya maono walio nayo. Kwa hiyo kwa namna ambavyo nyakati zinazidi kwenda, kuna watu wako kwenye vifungo vikali vya mateso kwa sababu ya maono walio nayo. Wako wakina Yeremia ndani ya mashimo wametumbukizwa kwa sababu ya maono walio nayo. Wapo wakina Danieli ndani ya mashimo ya simba, si kwa sababu ni wauaji, ni kwa ajili ya maono walio nayo. Wapo wakina Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye moto, si kwa sababu ni wauaji, kwa sababu ya maono walio nayo. Yuko Yesu Kalvari, si kwa sababu ya uzinifu, kwa sababu ya maono aliye nayo. Kwa hiyo usimuone mtu anateseka leo ukadhani ni mwenye dhambi. Inawezekana kwa kabisa ni kwa sababu ya ukubwa wa maono yake. Lakini nakutangazia, unayepita pagumu kwa ajili ya ukubwa wa maono yako, vivyo hivyo ushindi wako utatikisa dunia. Ushindi wako utatikisa familia. Ushindi wako utatikisa mahali pako. Ushindi wako utatikisa hata wale wafalme waliokushitaki, ndio watakao kuwa wa kwanza kusema hakika ndani yako yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu aliye hai. Kwa hiyo nataka Amen. 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 Ninakusalimu katika jina la Yesu aliye hai. Nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo njema ambayo Bwana ameifanya. Biblia inasema nasi tutaifurahia na kuishangilia. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya uongozi wa Anza Siku na Bwana na kanisa zima kwa pamoja kwa kunipa nafasi ya kuweza kusimama leo. Muda mwingi nimekuwa nina udhuru kidogo kwa sababu nilikuwa na matukio, nilikuwa naozesha kijana wangu, lakini pia baada ya hapo nikaanza safari za kwenda kwa kutembelea makanisa. Kwa hiyo nikawa maana naingia siku wa vita kidogo, natoka maana nakuwa barabarani mara nyingine. Lakini namshukuru Mungu leo amenipa nafasi ya kuwa pamoja nanyi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naomba tushukuru. Baba, katika jina la Yesu, uabudiwe, uheshimiwe Mungu wetu kwa ajili ya muda mzuri huu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya masikio yetu yamesikia matendo makuu ya shuhuda. Na sasa Bwana, tunaenda katika kusikia neno lako. Naomba mafuta yako na neema yako Bwana iniatamie kwa jina la Yesu. Huruma zako Bwana ziwe pamoja nasi katika roho ya ufahamu na hekima na neema katika jina la Yesu, ili tupate kujifunza, ili tuweze kutembea sawa sawa na mapenzi yako Bwana, kwa jina la Yesu. Kwa neno hili Bwana ukaguse mioyo yetu na miili yetu na nafsi zetu kwa jina la Yesu. Amen. Ninaomba tufunue kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12. Naanza na ule mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 7. Neno la Mungu linasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vile vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Mstari wa 7 anasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Naomba niongeze mstari wa 8. Nao hawakushinda,
wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Wapendwa wangu, kwa yule anayetaka kuandika, kichwa anaweza kuandika kutoka na ushindi katikati ya tangazo la mauti. Kutoka na ushindi wako katikati ya tangazo la mauti. Biblia inasema habari ya mwanamke, habari ya ufunuo wa Yohana, kila ambacho Mungu alimuonyesha Yohana juu ya maono haya yaliyokuwa maono magumu na maono tata, kitu ambacho alikuwa hajaweza kukielewa na kitu kigeni kwake. Lakini katika kila alichokiona akawa anafunua na kusema namna gani aliona. Katika sehemu ya maono yake anasema, nikaona na tazama, anasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, na mwanamke aliyevikwa jua. Yohana alikuwa akimuona mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Huyu mwanamke aliyekuwa anamuona Yohana, Biblia inalifananisha kanisa na mwanamke. Mbele za Mungu, kanisa tuliookolewa sisi ni mwanamke, na Mungu wetu au Yesu Kristo akiwa ni bwana harusi. Kwa hiyo Yohana alikuwa analiona kanisa. Anaposema aliona kanisa, mwanamke aliyevikwa jua, manake kanisa ambalo lilipewa mamlaka. Kanisa ambalo anaposema jua, lilipewa utawala. Kama tunavyoweza kuona jua moja linaweza kutawala maeneo makubwa na dunia. Anasema aliona mwezi, pia aliona chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji. Aliona mwanamke au kanisa lenye utawala, lenye utawala. Neno hili linakuwa na mafunuo mengi, lakini leo kubali kutembea na ufunuo huu ambao Roho Mtakatifu anauachilia. Kwa hiyo ni kanisa ambalo lilikuwa na mamlaka. Lakini huyo Yohana anasema naye huyu mwanamke alikuwa na mimba, akilia, ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Mwanzoni nilikuwa nikijaribu kusoma huu mstari, nilikuwa naipeleka hii habari kwa mama Maria. Lakini baadaye nikapata ufunuo kwamba no, haikuwa mama Maria huyu, kwa sababu tayari Yesu alishakuwa ameshaondoka duniani, na haukuwa unabii wa Yesu kuzaliwa. Kama ungekuwa unabii wa Yesu kuzaliwa, ungelikuja kabla ya, kama wakina Isaya walivyoona na manabii wengine walivyoona. Unabii unakuja kabla ya. Sasa huu ni unabii wa kanisa ambao ulishakuja baada ya Yesu kuondoka. Yohana anamuona mwanamke ambaye ni kanisa mwenye mamlaka. Anamuona mwanamke akiwa katika hali ya utungu wa kuzaa. Anamuona mwanamke akiwa katika hali ya utungu karibu na kuzaa. Anaumwa katika kuzaa. Lakini anasema akiwa katika kuzaa, huyu mwanamke, Yohana anapotazama anaona kuna joka kubwa jekundu. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10 juu ya vichwa vyake. Juu ya kichwa na pembe 10 na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Lakini pia hakuishia hapo huyo joka. Anasema na mkia wake wakokota ferusi ya nyota za mbinguni. Huyu anamsema joka, Shetani, ambaye Biblia inazungumza ya kwamba huyu Shetani alikokota ferusi ya malaika akashuka nao duniani kutokana na ile adhabu ya Mungu aliyokuwa ameiachilia kwa hilo joka ambalo lilikuwa linashindana na Mungu mwenyewe kwa ajili ya kutawala. Tunaijua hiyo habari. Sasa anasema ikawa ni vita kati ya mwanamke na huyu joka. Mwanamke ambaye ni kanisa mwenye mamlaka, aliyevikwa taji, amevikwa, amewekwa, amepewa kumiliki jua, amepewa kumiliki mwezi, amepewa kumiliki nyota chini ya miguu yake. Kanisa lenye mamlaka, kanisa ambalo limepewa vyote, kanisa ambalo Yesu anasema ninaondoka lakini mamlaka ninawapa, mtakanyaga nyoka na nge. Kanisa ambalo Yesu alikwisha kulikabidhi. Na ndio maana anasemea hizi sio habari za kabla ya Yesu kufa, ni habari sio za kabla ya Yesu kuzaliwa, ni habari za kanisa ambalo limevikwa mamlaka. Na tunajua mamlaka
ya kanisa ilikuja baada ya Yesu kushinda. Sasa Yohana anamuona huyu kanisa ambaye ana hiyo mamlaka. Nikisoma hii milango huwa anajisikia na kujiona fahari sana ya kwamba namna gani mbingu zinatuheshimu tulioitwa wana wa Mungu. Namna gani Mungu ametupatia mamlaka. Huyu mwanamke amevikwa jua. Huyu mwanamke ana mwezi chini ya miguu, ana mwezi. Huyu mwanamke amepewa kumiliki nyota 12 ambazo ziko chini ya uwezo wake. Amevikwa hivyo vitu ambavyo vinaweza kumfanya atofautishwe. Ukiangalia kwa tafsiri nyingine zote, unaposema jua unazungumza mwanga, unaposema nyota unazungumza mwanga, unaposema mwezi unazungumza mwanga. Hivi vyote ni mwanga ambao, unaposema nyota zinazungumzwa wakati wa giza totolo, lazima nyota zitaonekana. Unapozungumza mwezi, lazima katikati ya giza mwezi utaangaza. Unapozungumza jua, ndilo linalomiliki. Kwa hiyo ninaposema na watumishi wa Mungu, ninasema na watu wenye mamlaka ya kuangaza popote. Katikati ya giza, wao wamepewa mamlaka ya kuangaza. Na ndio maana Biblia inasema wala hakuna chochote kitakachotushinda. Kwa nini? Kwa sababu shetani anatafsiriwa kama giza, lakini Mungu wetu ni nuru. Kama giza linavyoshindwa mbele ya nuru, ndivyo ambavyo ni sharti shetani ashindwe ndani ya kanisa ambalo linamjua Mungu na kumwamini Mungu. Kama Mungu wetu alivyo nuru. Yohana huyu anazungumza tena, anasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ile ya kwanza, Injili ya Yohana sura ya kwanza, na kati ya mistari ya 3 ile mpaka ya 4, anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na ile nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kumbe ninazungumza, Yohana alikuwa anamuona mwanamke ambaye ni kanisa ambalo giza halitamuweza. Nami usiku wa vita huu ninafurahi kuongea na mwanamke ambaye ni kanisa. Uwe ni mwanaume au ni mwanamke, nimesema kwa tafsiri hii maana yake wewe ni kanisa. Ninafurahi kuongea na mwanamke ambaye giza halitamuweza kwa jina la Yesu. Giza lolote halitamuweza. Liwe giza la magonjwa halitamuweza. Liwe giza la uharibifu halitamuweza. Liwe giza la kukataliwa halitamuweza. Liwe giza la kuchukiwa halitamuweza, kwa sababu ndani yake mamlaka aliyopewa ni mamlaka ya kuangaza. Ni mamlaka ya kuangaza. Na ndio maana anasema Mungu katika kinywa cha Isaya kwamba ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja. Haleluya. Nuru yako imekuja. Haijalishi ya kwamba uko wapi, nuru yako imekuja. Na kama nuru yako imekuja, uwe na uhakika utashine katikati ya giza. Ni neno la siku ya leo ya usiku wa vita. Haijalishi una vita gani, yamkini upo kitandani sahihi, yamkini upo kwenye sintofahamu kwamba nini kitatokea. Nataka nikwambie una uwezo na mamlaka ya kushine. Wewe una nguvu ya kumiliki jua. Wewe una nguvu ya kumiliki mwezi. Wewe una nguvu ya kumiliki nyota. Ndani yako kuna uwezo wa kuangaza. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Huyu mwanamke mwenye mamlaka ya kuangaza akapewa vita kati yake na joka. Na huyu joka ni yule aliyekokota theluji mbinguni akashuka naye. Ni joka yule ambaye alisababisha dunia iwe katika machozi na maumivu. Lakini Biblia inasema huyu joka alikuwa anamsubiria huyu mwanamke katika uchungu wake. Na alikuwa anasubiri nini? Alikuwa anasubiri mtoto anayezaliwa. Nilikuwa najaribu kufikiria kama shida ya huyu nyoka, twende kibinadamu tutafakari pamoja. Kama shida ya huyu nyoka ilikuwa ni njaa ya kumla mtu, angemla yule mwanamke akiwa katika hali ya uchungu. Angemtafuna. Maana katika hali ya uchungu mwanamke, wanawake tunajielewa. Katika hali ya uchungu hauwezi kuwa na mbio za kukimbia. Katika hali ya uchungu hauwezi kutembea kama watu wasiokuwa na utungu. Katika hali ya uchungu hauwezi kufanya mbio za nguvu kama wengine ambao hawana utungu. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi nzuri za yule joka kummaliza yule mwanamke. Lakini lengo halikuwa kummaliza yule mwanamke. Lengo lilikuwa kumaliza kinachozaliwa. Kinachozaliwa. Na ndio maana yule joka akasubiri. Biblia inasema yule joka akawepo pale kusubiri mtoto atakayezaliwa. Mstari ule wa 5 anasema naye akazaa. Naye akazaa katika hali ile ile ya utungu. Akazaa.
Wakati mstari wa 4 pale mwishoni anasema akasimama mbele, huyo joka akasimama mbele yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Lengo la joka lilikuwa ni kumaliza mtoto. Lengo la joka halikuwa na njaa ya kwamba liwe na njaa limalize. Angekuwa na njaa angemmeza yule mwanamke, lakini hakuwa na shida. Shida yake ilikuwa ni kumaliza mtoto yule anayezaliwa. Lakini ashukuliwe Mungu, yule mwanamke alizaa. Biblia inasema alizaa, kwa mujibu wa Biblia ule mstari wa 5 anasema naye akazaa mwanamume, mtoto mwanaume, yeye atakayewachunga mataifa. Alipozaa mtoto mwanaume, maana yake kwa tafsiri ya Biblia yule mwanamke alizaa mbele ya yule joka. Joka anamsubiria mle mtoto, mwanamke akapush katikati ya lile joka. Ninafurahi kuona ya kwamba tuna nguvu ya kupushi katikati ya joka linalosubiri kutumaliza, katikati ya joka linalosubiri kumaliza mtoto. Mtoto ni nini? Ni katika tafsiri ambayo Mungu amenipa usiku huu leo, usiku wa vita, ya kwamba mtoto ni kile ambacho umekibeba ndani ya maisha yako. Kuna kitu umekibeba, kuna nguvu unayo ndani yako, kuna mamlaka unayo ndani yako, kuna maono makubwa unayo ndani yako, kuna namna Mungu amekuweka uzae kitu cha kimungu, ambacho hicho kitu Biblia inasema kimekuja kwa makusudi. Liko kusudi la Mungu la wewe kuzaliwa duniani. Aidha unaishi Tanzania, aidha unaishi popote unapoishi kwa dakika hii, liko kusudi la Mungu la kukuweka hapo mahali ulipo, na hilo kusudi linatakiwa lizaliwe. Na litakapozaliwa hilo kusudi kuna watu wanalisubiria. Maana huyo mwanamke aliyezaliwa, Biblia inasema ya kwamba kusudi la huyo mtoto atakayezaliwa ndiye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Kwa fimbo ya chuma. Hilo kusudi linalozaliwa sio kusudi la kitoto, ni kusudi kubwa ambalo mataifa wanalisubiria, ambalo familia zetu wanalisubiria, ambalo ukoo wetu unalisubiria. Ili lizaliwe hilo kusudi, lazima lipite kwa mwanamke mmoja ambaye ana ujasiri wa kuzaa mbele ya joka, ana ujasiri wa kupushi mbele ya joka, ana ujasiri wa kupushi mtoto katikati ya joka. Lakini ahimidiwe Mungu ya kwamba yule Mungu aliyekuwa na huyu mwanamke hakuacha lile joka limalize yule mtoto. Maana yake Mungu alikuwepo katikati ya wale vita vile vya watu wawili, katikati ya joka na mwanamke, na Mungu alikuwepo kwa ajili ya kumsaidia. Maana Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwepo ili amsaidie mtoto anapozaliwa. Na alipozaliwa yule mtoto, Biblia inasema ya kwamba mtoto alipozaliwa, Mungu akamnyakua hata mbinguni. Mungu akanyakuliwa yule mtoto hata mbinguni. Ninataka kuzungumza katika usiku wa leo. Tupo kwenye usiku wa vita. Vita ni kitu ambacho hakinaga amani. Ni kitu ambacho cha mapambano. Ni kitu ambacho kimetangaza mauti. Ni kitu ambacho kimetangaza uharibifu. Sasa anasema ya kwamba katikati ya hiyo vita Mungu alikuwepo. Hilo vita ambayo tunapigana nayo ni vita ambayo shetani amepanga kuharibu hicho kitu ulicho nacho kisizaliwe. Ni vita ambayo shetani anatafuta namna gani akushinde kwenye hiyo hali ulio nayo, namna gani akushinde kwenye huduma iliyo nayo. Ndani yako una mimba ya huduma, ndani yako una mimba ya mambo makubwa, ndani yako una mimba ya vitu ambavyo dunia havijui umebeba nini, lakini wewe ndiwe unayejua. Mwanamke anapokuwa na mimba, inawezekana sasa hivi kwa ajili ya utaalamu uliokuja, ndipo wanaweza wakachungulia huko ndani ukiwa na mimba umebeba mtoto wa aina gani. Lakini wanaweza akachunguza mtoto wa aina gani, lakini wanaweza wasichunguze ni mtoto katika ulimwengu wa roho anakuja amebeba kitu gani. Watachunguza mifupa yake, watachunguza jinsia, watachunguza, lakini hawatachunguza hatima ya yule mtoto. Lakini ndani ya yule mtoto kuna hatima kubwa. Umebeba hatima kubwa, mwana wa Mungu. Uko katika vita. Inawezekana saa hii ninapozungumza upo katika sintofahamu ya afya yako, na unadhani ni kama wengine wauguavyo. Inawezekana wewe si kama wengine wauguavyo, ila kuugua kwako ni kwa sababu ya vita ya kile ulichokibeba. Shetani anadhani akitupia magonjwa kwako ushindwe kusogea mbele ukafanya kile alichokikusudia. Inawezekana una maadui. Inawezekana una maadui. Mara nyingine makanisani wanawafundisha kitu kimoja, ya kwamba kuna maadui ambao Biblia imetufundisha. Na wewe, naomba niseme na wewe,
niseme na wewe mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unielewe kinabii na kiutumishi. Kuna maadui wa aina mbili, wala sio wa aina moja. Tumejifunza katika Biblia kwamba kuna maadui wanaostahili kuombewa. Kuna maadui wanaostahili kuombewa. Ni kweli kabisa, hata mimi mwenyewe huwa nawaombea maadui. Wako maadui ambao tunatembea nao, lakini wale maadui hawajui walifanyalo. Wale maadui ni maadui ambao tuko pamoja, lakini shetani wana namna fulani, hata ukiwaona uadui wao hauna madhara. Lakini kuna wale maadui ambao wamelenga kuja kwako hapo, sio kwamba tu wakukwaze kama kawaida alafu baadaye mpatane muendelee na safari. Adui aliyeko wa aina hii ambaye ninamsema ni yule ambaye anakuja kwako akiwa ameapa kwenye falme za giza, akiwa ameapa kwenye ulimwengu wa roho kwamba ninaondoka, nina kiapo cha damu, nitakwenda kujifanya rafiki wa fulani, lakini nahakikisha mpaka alichonacho kimekufa, na hakikisha mpaka huduma iliyoko ndani imekufa, iwe kwa kumnywesha sumu, iwe kwa kupambana naye, iwe kwa kuua huduma. Na hakikisha maadui hawa wa aina hii sio maadui wa kuwachekea, ni maadui wa kupambana nao. Maana wao ili watulie ni mpaka huduma yako imekufa. Maana wao ili watulie ni mpaka utumishi ulioko ndani yako umekufa. Maana wao ili watulie ni mpaka umeingia kaburini. Maana wao ili watulie ni mpaka watoto wako wote wamekufa. Na sisi tunasimama kinyume nao. Wanapotangaza mauti, hatunatangaza uzima. Wanapotangaza huduma zife, na sisi tuna fight ili huduma zipate kuishi. Sasa unapopambana kinyume nao ndipo wanapozidi kupambana. Hupasi kuwaombea amani kwao. Biblia inasema hakuna amani kwa mabaya. Unapotangaza amani kwao, maana yake umetangaza maridhiano ya huduma yako kufa. Umetangaza maridhiano ya ukuu wako kufa. Umetangaza maridhiano ya maisha yako kufa kabla ya wakati, kufa kabla ya majira. Na Biblia inasema kwamba Mungu hafurahi kifo cha mwenye dhambi, kifo cha anayekufa kabla ya wakati wake. Mungu ametuweka tutimize mapenzi ya Mungu. Mungu ametuweka tutimize kusudi la Mungu, na hilo kusudi limefungwa ndani ya majira na nyakati. Sasa unapokatiliwa majira, umekatiliwa kusudi la Mungu. Unapokatiliwa muda, umekatiliwa kusudi la Mungu. Na hatuwezi kuondoka duniani pasipo kusudi la Mungu kukamilika. Biblia inasema tunapaswa kulala kwa kusudi la Mungu kwamba limetimia. Lakini hatupaswi kulala eti kwa sababu kuna mjinga mmoja ameamuru tulale. Atalala yeye katika jina la Yesu. Unatakiwa kujielewa ya kwamba kutokana na mapambano uliyoko, vita imetangazwa katikati ya uzazi, katikati ya uzao, na wewe tangaza ushindi. Kutoka na ushindi katikati ya tangazo la mauti. Adui ametangaza mauti na mtoto unayemzaa. Joka limetangaza mauti, lakini ahimidiwe Mungu alikuwepo pale pale, akanyakua. Aliponyakua yule mtoto, na mama mwenyewe hakumwacha afie pale. Na mama mwenyewe, Biblia ukiendelea kusoma, anasema huku chini akapewa mbawa kama za tai mkubwa, akakimbilia jangwani. Maana yake alipokimbilia jangwani, Biblia inasema kwamba mahali palipoandaliwa na Mungu. Jangwani ni wapi? Jangwani ni wapi? Tunakumbuka Yesu alipokuwa katika maombi yake alikwenda jangwani. Jangwani ni mahali pa kujitenga. Jangwani ni mahali ambapo hakuna starehe. Jangwani ni mahali ambapo hakuna muziki na kitu chochote. Jangwani ni mahali pa watu waliojikana. Jangwani ni mahali pa watu wanaotafuta uso wa Mungu. Jangwani ni mahali pa watu walioamua kumtaka Mungu na nguvu zake. Nataka nikwambie, wakati wa vita hiyo, unaposikia vita ya kuua huduma, mwambie Bwana akupe mbawa za kukimbilia jangwani, za kutafuta jangwa lako, la kutafuta arabuni yako, la kutafuta nyika yako. Utakapokaa nyikani usiku na mchana, utafute uso wa Mungu, utafute fadhili za Bwana. Na kwa kadiri unapotafuta fadhili za Bwana, Biblia inasema ya kwamba
Ule mstari wa 6 anasema nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena. Nami natangaza kwa jina la Yesu, kwa kanisa linalojielewa, haijalishi vita ikoje, Biblia inasema ya kwamba hao maadui mahali pao hapataonekana. Wanaotamani kuua huduma yako, mahali pao pasionekane. Waliotuma magonjwa juu yako, mahali pao pasionekane. Mahali wanapotengeneza hayo makombora, mahali walipokaa na kusuka hiyo mipango, pasionekane. Mahali wanapokaa hivyo vikao, pasionekane. Mahali ambapo wanakaa kujadili mipango yao, pasionekane. Na mahali pao hapakuonekana. Bwana akupe neema. Bwana akupe neema. Maana pakionekana mahali pao, wanazidi kukaa vikao, wanazidi kujadili tena. Wamepanga leo, watapanga na kesho, wanakutana na kesho kutwa. Sasa cha kumsihi Mungu, mahali pao pasionekane. Watakapokuja kukaa leo, watakuta ni wapi tuko, wanajikuta wako anga lingine na kila moja hayupo. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba ukitembea katika kusudi la Mungu, vita vya kwako vitapiganwa na Bwana. Watajipanga, watakuja kwa njia moja, lakini kwa njia 7 watatawanyika. Watapigwa bomu la hatari litakalo watawanya kwa njia 7. Maana yake njia yao haitaonekana. Walikuja na njia moja, hizo 7 zimetoka wapi? Ni matokeo ya mahali pao kutokuonekana. Vita ya mapambano ya huduma, vita ya mapambano ya mafanikio yoyote ya mwana wa Mungu ni vita. Mafanikio ya ndoa ni vita. Mafanikio ya kuzaa ni vita. Mafanikio ya biashara na uchumi mkubwa ni vita. Na ndio maana unakuta kuna watu ambao umetoka yamkini haupo Tanzania, huko Marekani na huko nchi zingine, unadhani ukifika huko utastawi. Niliwahi kuongea na mwanamke mmoja akiwa Kentucky, anasema ya kwamba, mtumishi, niko Kentucky lakini naishi maisha ambayo afadhali niliyokuwa naishi Afrika. Ninaishi maisha ambayo afadhali niliyokuwa naishi Afrika. Natamani kurudi Afrika. Nikamwambia, mama, ndoto gani ambazo wewe unaziona mara nyingi? Maana aliniambia anasumbuliwa sana katika ndoto. Nikamwambia, ndoto gani? Akaniambia, mara kadhaa naota niko kwenye vijiji vya hatari mno, vijiji vibaya, vinyumba ambavyo vinanyeshewa mvua. Nikamwambia, mama, tafsiri yake nafsi yako vijiji imefungwa kwenye umaskini. Ninamwambia, sikiliza, ulimwengu wa roho namna unapotawala tofauti na ulimwengu wa mwili namna unapotawala. Unaweza ukawepo Marekani lakini nafsi yako imefungwa kwenye vijiji. Hakuna namna unaweza kutoboa. Hakuna namna unaweza kuvuka. Utashika pesa zote zinaondolewa. Utashika pesa, magonjwa yatakuandama. Kila wakati utabaki ni mtu wa hospitali. Hutabaki hata na senti. Kwa sababu sio kufanikiwa tu kwa sababu uko Marekani. Hapana, kufanikiwa ni kwa sababu uko na Bwana katika nchi ya Marekani. Bwana akupiganie na hao watesi. Bwana akupiganie na hayo magonjwa. Bwana akupiganie na hilo joka linalotaka kufyonza uchumi wako. Limetuma magonjwa kila ukiinuka kiuchumi, magonjwa, kuibiwa, kuteseka, faraka kwenye ndoa, mahangaiko. Fuatilia, ni nini kinakuja wakati wa mafanikio yako? Huyo joka jekundu amekaa hapo, joka mwenye mamlaka. Unapaswa kufight, unapaswa kupambana. Usikubaliane. Nasema usikubaliane. Haijalishi umesikia tena mambo haya jana, haijalishi umesikia mahubiri haya kwa mtu mwingine jana na leo, na kusemesha tena. Kwa sababu gani? Shetani hachoki, halali. Kama alipanga jana ukapangua, anapanga na leo, kwa sababu halali. Na kama halali, na sisi hatupaswi kulala. Na ndio maana hata Biblia kwenye maombolezo inasema fadhili za Bwana ni mpya kila siku asubuhi. Kwa nini ni mpya kila siku asubuhi? Maana shetani anatangaza uovu kila siku asubuhi. Na kama kila siku asubuhi anatangaza uovu, na sisi Mungu wetu anatangaza fadhili mpya kila siku asubuhi. Bwana akufadhili tena katika mkesha wa leo. Mbingu zikufadhili tena mbele ya watesi wako. Mbingu zikufadhili tena. Ukiwa katika ulimwengu wa vita, Biblia inasema kwamba tunafadhiliwa na Bwana. Hata mataifa ya duniani yakiona nchi fulani na vita na inalemewa, yanaweza yakamfadhili silaha. Bwana akufadhili silaha za maombi. Bwana akufadhili silaha za hekima. Bwana akufadhili silaha katika ulimwengu wako wa kivita, ili Ibilisi anapopanga vita vyake, fadhili za Bwana ni mpya na neema za Bwana ni mpya, zikufadhili tena katika siku ya leo. Haleluya, haleluya. Nasema na kanisa lenye mamlaka. Nazungumuza na kanisa lenye mamlaka. Kanisa haupaswi kuwa mnyonge. Kanisa haupaswi kuwa ni mtu mwenye kujiliza. Kanisa haupaswi kuwa ni mtu mwenye kujihurumia na ukasubiri huruma ya watu. Hakunaga huruma za watu nyakati za leo. Huruma za watu zilikwisha.
maana shetani amekaa mahali palipokuwa na huruma, ameweka ukatili. Tunaingoja huruma ya Bwana itakayoinua watu walio na Bwana ndani yao, watakaloliona kusudi ndani yako na kuja kulibeba hilo kusudi na kulitumikisha likazae matunda. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari ule wa 15, mstari wa 15, Kutoka sura ya 1, tunaufahamu sana huu mstari. Kutoka sura ya 1. Somo langu ni kutoka na ushindi katikati ya tangazo la mauti. Kutoka ile sura ya 1 mstari ule wa 15, anasema kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na mmoja na mwingi wa pili jina lake Pua. 16 akasema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wakatika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Nazungumza swala la kuzaa. Huyu mfalme wa Misri anasema muwaonapo Waebrania, anazungumza na wazalisha makunga, muwaonapo Waebrania wako katika kuzaa, uwa mtoto wao, uwa mtoto wa kiume. Kwa nini mtoto wa kiume? Ndiye aliyebeba uzao, ndiye aliyebeba mamlaka, ndiye aliyebeba ukuu katika kuongeza ukoo. Na ndio maana wa kike waliachwa, kwa sababu mwanamke anakwenda akiolewa anaenda kuendeleza ukoo wa mwanaume. Sasa uweni hawa walio na maono endelevu, uweni hawa wenye maono ya kufika mbali. Sikiliza mwana wa Mungu, huteseki kwa sababu unateseka tu. Unateseka yamkini kwa ajili ya maono ulio nayo. Unapambana yamkini ya maono ulio nayo. Walio na maono makubwa ndio wanaopambana pakubwa. Nilikuwa naongea na kanisa langu nikasema, acheni ushamba wa kumuona mtu anapita mahali pagumu, mnaanza kusema inawezekana Mungu amempiga. Zilikuwa ni elimu za kizamani, ambazo hizi elimu tulikuwa hatujuagi ufunuo mkubwa ya kwamba kumbe si wanaopigwa ni kwamba wamemkana Mungu tu. Hapana, wako watu wengi wanateseka kwa sababu ya maono walio nayo. Wako watu wengi wanakaa majangwani kwa sababu ya maono walio nayo. Wako wakina Yohana Mbatizaji wameacha nyumba zao, wako jangwani, wako mapolini kwa ajili ya maono walio nayo. Wako wakina Yohana wako magerezani, si kwa sababu wameua, si kwa sababu ni wazinifu, kwa sababu ya maono walio nayo. Kwa hiyo wako wakina Yohana wako visiwa vya Patmo, si kwa sababu ni makatili, hapana, kwa sababu ya maono walio nayo. Kwa hiyo kwa namna ambavyo nyakati zinazidi kwenda, kuna watu wako kwenye vifungo vikali vya mateso kwa sababu ya maono walio nayo. Wako wakina Yeremia ndani ya mashimo wametumbukizwa kwa sababu ya maono walio nayo. Wapo wakina Danieli ndani ya mashimo ya simba, si kwa sababu ni wauaji, ni kwa ajili ya maono walio nayo. Wapo wakina Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye moto, si kwa sababu ni wauaji, kwa sababu ya maono walio nayo. Yuko Yesu Kalvari, si kwa sababu ya uzinifu, kwa sababu ya maono aliye nayo. Kwa hiyo usimuone mtu anateseka leo ukadhani ni mwenye dhambi. Inawezekana kwa kabisa ni kwa sababu ya ukubwa wa maono yake. Lakini nakutangazia, unayepita pagumu kwa ajili ya ukubwa wa maono yako, vivyo hivyo ushindi wako utatikisa dunia. Ushindi wako utatikisa familia. Ushindi wako utatikisa mahali pako. Ushindi wako utatikisa hata wale wafalme waliokushitaki, ndio watakao kuwa wa kwanza kusema hakika ndani yako yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu aliye hai. Kwa hiyo nataka nikutie moyo kwamba kwa maono ulio nayo inawezekana kabisa joka linakusubiri kukutafuna. Musa anapewa kuuliwa wakati anazaliwa. Wakati anazaliwa asitokee, lakini hakufa, aliishi. Hakufa, aliishi. Na tena alilelewa kwenye nyumba zile za kifalme. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa kipekee mno. Katikati ya wanaokuchukia, katikati ya aliyetoa tangazo, Mungu akamwambia huna adabu wewe, utamlisha mwenyewe huyu. Utamnywesha mwenyewe huyu. Utamsomesha mwenyewe huyu. Nilipokuwa nasoma theology, nilifundishwa na kuelekezwa namna ambavyo Musa alikuwa na madigrii mengi, vyeti vingi vya alivyosomea, maana alikuwa na elimu kubwa mno, elimu kubwa nyingi mno. Pamoja na kwamba ametangaziwa mauti, yule aliyemtangazia mauti ndiye ambaye alimsomesha na kumfadhili pande zote. Yuko Mungu aliye hai. Unaweza kutoka na ushindi katika tangazo la mauti. Usiogope.
ya kwamba wote wanakufa. Hapana. Hujui yule alikufa kwa sababu gani. Inawezekana alikufa si kwa sababu ya wito ulionao wewe. Alikufa si kwa sababu, inawezekana ni ule ugonjwa ule, lakini wewe ugonjwa wako umeletwa ili kukukatili usifikie maono ya Mungu, usifikie kusudi la Mungu. Hiyo kansa itapona kwa jina la Yesu. Hiyo mifupa ambayo imekatika kwa ajali itaungwa kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo ndoa iliyo kwenye mashaka, ili ushindwe kuendesha kusudi la Mungu, Bwana atakupa neema ya kusurvive hapo ulipo. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 tunaona namna ambavyo Yesu anapona. Kuanzia 13 pale, Herode anamwambia auawe huyo mwana anayezaliwa huyo, baada ya wale mamajusi kumwambia tumeona nyota, na hii nyota inaashiria ni kiongozi. Na ni kwa nini wale mamajusi walienda pale? Kwa nini? Hawakupelekwa na Mungu. Mamajusi kwa Herode hawakupelekwa na Mungu, hawakupelekwa. Na ndio maana ile nyota ilizima. Ilipofika kwa Herode ilikata. Hawakupelekwa na Mungu. Na Mungu anawaambia msirudi tena kwenye ile nyumba. Mliingia nyumba isiyokuwa yenyewe. Ile nyumba imebeba mauti juu ya huyu. Na alipoona amekosewa kumpata mtu aliye sahihi, akatangaza. Sasa hajui ni yupi. Hajui ni yupi. Uweni watoto wote. Mbona hata umri hajui. Ni miezi mingapi, ana siku ngapi, ana wiki ngapi, hajui. Uweni kuanzia miaka 2 kushuka chini mpaka siku ya kwanza anapozaliwa. Wafe. Kwa nini? Uwe kile kitu kisizaliwe. Jitie moyo kwa Bwana. Jitie moyo kwa Bwana. Biblia inasema ya kwamba pamoja na kwamba Herode alipanga, lakini Mungu akampanga kumuokoa. Akamwambia kimbilia Misri. Kimbilia Misri. Kwa maana ukijaribu kuangalia na ukisoma kwa haraka, hawa watu wote hao, hii mistari yote ambayo nimeisoma ni wenye mamlaka. Wenye mamlaka. Shetani alitumia wenye mamlaka. Ukiangalia kipindi cha Herode alikuwa ni mwenye mamlaka. Ukiangalia kipindi cha Farao alikuwa ni mwenye mamlaka. Na ukija kwenye lile joka ambalo lilikuwa na rangi nyekundu, joka lile lenye rangi nyekundu, Biblia imeonyesha rangi. Unaposema rangi nyekundu kwa mwenye mamlaka, anapovaa vazi jekundu kwa mwenye mamlaka, kuna kitu anatangaza, kuna kitu anakisema. Tukienda kwenye mambo ya siasa, mara kadhaa mwenye mamlaka wa top wa juu akivaa rangi nyekundu, manake akiwa kwenye hotuba ya msisitizo mkali, kiongozi mkuu, manake anatangaza jambo, anasema jambo, anatoa amri juu ya jambo fulani. Kwa hiyo joka hili lilikuwa jekundu. Manake shetani ili kuua kilichoko ndani yako, hatatumia walio chini, atatumia wenye mamlaka. Wenye mamlaka kwenye kanisa lako, wenye mamlaka kwenye huduma yako, wenye mamlaka kwenye nchi unayoishi, wenye mamlaka kwenye kampuni unayofanya, wenye mamlaka kwenye familia ulioolewa, wenye mamlaka kwenye familia uliooa. Atawatumia hao. Manake amri ndogo haitaweza kukufanya wewe utikisike. Manake amri kubwa ndio itakao kufanya utikisike. Lakini jifunze kwa hawa ambao wenye mamlaka hawakuondoa mamlaka iliyoko ndani yao. Yuko mwenye mamlaka zaidi ya mamlaka zao. Yuko mwenye uwezo kuliko mwenye uwezo wao. Yupo mwenye nguvu kuliko nguvu zao. Na ndio maana Isaya anamtabiri kwenye ile Isaya sura ya 9, anasema anazaliwa ni baba wa milele, tena ni Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka kubwa. Na ndio maana alizaliwa na nyota zake mabegani mwake, ufalme mabegani mwake. Kwa hiyo wenye mamlaka hao hawataua mwenye mamlaka aliyeko ndani yako. Jitie moyo kwa Bwana. Jitie moyo kwa Bwana. Hawataua hao, hawatamuondoa aliyeko ndani yako. Haijarishi wamejipanga namna gani. Nataka nikutie nguvu asubuhi ya leo na usiku wa leo ya kwamba hicho kilichoko ndani yako hakitauliwa. Haijarishi utatengenezewa, watakusukia zengwe la aina gani. Haijarishi watakuchafua kwa namna gani. Hakuna uchafu utakaoua maono ulio nayo. Hakuna hila, hakuna kitakachoua kilichoko ndani yako, ili mradi tu mbingu zimekuthibitisha. Na tumethibitishwa msalabani kwa Bwana. Tumethibitishwa kwa Calvary, kwa kifo cha Yesu Kristo, kwamba hicho kilichopangwa lazima kizaliwe. Kwa sababu mahali pa biashara yako Mungu amekuweka ili kupitia biashara yako uweze kuisukuma kazi ya Mungu iende mbele. Mahali pa utumishi wako
umekusudiwa na Mungu, ya kwamba ni kweli wewe huna uwezo wa kwenda kuambia wenye dhambi waokolewe, huna nguvu hiyo na huna mafuta hayo, lakini mafuta ya uchumi ulio nao unaweza kwenda kuhubiri maelfu watu wakaokolewa, unaweza kuhubiri kupitia uchumi wako. Sasa shetani anapotaka kupambana na wewe kwenye kazi, maana anaua huduma iliyoko ndani yako, ya kwamba akikamata uchumi wako, watumishi hawatahubiri, familia yenu haitatoka, watu hawatamuona Mungu. Sasa kwa sababu ni Mungu amekuweka hapo, jifunze kutoka na ushindi katikati ya tangazo la mauti. Sina mengi ya kusema na wewe katika usiku huu, nataka tu neno hilo likae ndani yako, ya kwamba huyo joka jekundu aliyepangwa kukutafuna unapozaa, pambana naye. Mamlaka ipo ndani yako, uwezo wa Bwana uko ndani yako. Haijarishi, nasema haijarishi, hata vikao vya vikao vikae, havitaua kilichoko ndani yako. Nimekupa mifano michache tu ya kwamba si wote wanaopambana na hili joka ni kwa sababu wametenda dhambi. No, wakuu ndio wanaopambanaga na majoka hayo majoka yenye mamlaka hayo majoka yanayokokota ferusi ya nchi, hayo majoka yenye mamlaka yanapambanaga na wakuu, hayapambanagi na watu wadogo, yanapambana na watu wenye nguvu kubwa. Nataka nikutie moyo, lakini inawezekana mahali upo katika kipindi hiki, na ninachokisema ya kwamba upo katika kuzaa, na inawezekana huzai leo lakini una mimba. Utungu utakujia kesho na kesho kutwa. Kumbuka hili neno, ya kwamba katika hali ya kuzaa kwako joka atakujia ili amalize mtoto azaliwapo, amuue mtoto azaliwapo. Farao anasema muwaue watoto watakapozaliwa. Herode anatuma watoto azaliwe, anapozaliwa auawe. Jifunze kujitia moyo kwa Bwana na kuisikiliza kutoka salama katika kipindi hiki. Ni kitu kimoja, jifunze kuweka ushirika na Roho Mtakatifu. Weka ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu ndiye atakaye kujulisha majira uliopo, atakujulisha majira uliopo, maana taarifa zote yeye anazo. Anajua ya kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa, lakini sio ule wa kumaliza maono. Anajua huyu adui ni adui, lakini sio yule wa kumaliza maono. Na atakapokuja mwenye kumaliza maono, atakwambia huyu aliyeko mbele yako ndiye mwenye kumaliza maono. Kwa hiyo jifunze kupambana naye. Sasa nani atakaye kusaidia? Narudia tena, kwenye kipindi hiki cha kuzaa, weka ushirika na Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayetutoleaga siri, yeye ndiye anayetuambiaga ya kwamba kuna hili mbele yako, kulia kwako kuna hiki, kushoto kwako kuna hiki, kuna huyu anakuja amebeba kitu chake anakuletea, usikipokee, maana hicho kitu kimelenga kubeba, kuharibu maono ulionayo. Kwa hiyo tunakuwa wajanja kwa sababu sio ya akili yetu, kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayetupa kusogea mbele. Sikiliza, nimalize kwa kusema mtumishi wa Mungu Paulo alipokuwa katika mishemishe zake za kupambana na hili joka, walipanga kumuua, na wale waliopanga kumuua wakajiapiza kwamba tutafunga, hatutakula wala kunywa mpaka Paulo tumemuua. Lakini katikati ya mapatano yao alikuwepo mjomba wa Paulo ambaye alisikia ile habari, akakimbia kwenda kumpasha habari ya kwamba kuna wanaotaka kuja kukuua, wameapiana ya kwamba watafunga ili wakuue na watakuomba usogee, watawaomba wakuu. Sikiliza, hakuna kifo cha mwenye maono pasipo wakuu. Narudia tena, yule kijana anasema wamesema watawaomba wakuu wakusogeze mbele ya watu, watakapokusogeza mbele ya watu wakumalize. Kwa hiyo kabla ya wakuu hawajakuleta watakumaliza. Ndipo aliposema naye yule Paulo anamwambia kijana, nenda kwa wakuu kawaambia habari hiyo. Wale wakuu walipoambiwa, wakuu wakatengeneza mbinu ya kumhamisha Yesu, kumhamisha Paulo, kumpeleka upande mwingine. Wakapanga mbinu ya kumhamisha Paulo gereza kwenda gereza lingine. Wale wamepatana kufunga, lakini hawa Paulo anahamishwa na wakuu. Sikiliza watumishi wa Bwana, naomba Mungu akusaidie ya kwamba katika vita ulio nayo ya kuua maono ulio nayo, yuko mjomba atakayeleta taarifa. Mjomba ni Roho Mtakatifu atakayekupasha taarifa ya kwamba nilikuwepo kwenye kikao chao wanapopanga mbinu zao, nilikuwepo kwenye shughuli zao wanapopanga mipango yao, namuna ya kukumaliza. Sasa nenda kawaambie wakuu, hao wakuu watakuhamisha gereza. Mungu wa mbinguni akubariki. Natamani tuombe kwa dakika chache. Inawezekana uko mahali penye tangazo la mauti na biashara yako imetangaziwa mauti. Kama ambavyo Mordekai anasema sisi na Wayahudi tumetangaziwa kuuawa.
tumepelekewa taarifa ya kuuawa, tumetangaziwa mauti. Inawezekana huko kwenye hilo tangazo la mauti. Naomba dakika chache kama 2 au 3, kama itapendeza kwa viongozi wa ibada, kama watu wawe na unmute, halafu tuingie kuomba pamoja. Inawezekana kuna mtu yuko kwenye tangazo la mauti sahihi, ambaye anatakiwa kuuawa kabla ya maono yake, ili aweze asizae kile kinachotakiwa kuzaliwa. Naomba tuombe kwa dakika chache, ili Bwana akupe neema ya kupenya wasipopenya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Naomba tuombe. Inawezekana biashara yako imetangaziwa kifo. Inawezekana watoto wa kuwazaa wametangaziwa kifo. Inawezekana chochote kimetangaziwa kifo. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, wewe ni Mungu wa majeshi, wewe ni Baba wa rehema, wewe ni Mungu unayetisha na kuogopa. Kwa damu ya mwana kondoo, Bwana, tazama, umetuambia ya kwamba inawezekana ukatoka na ushindi katikati ya mauti, ukatoka na ushindi katikati ya kifo, ukatoka na ushindi katikati ya tangazo la mauti. Yule mwanamke aliokolewa na watoto, yule mwanamke aliokolewa na mtoto akaokolewa. Nami nasema na mwanaume mmoja ndiye mshindi wa mauti, mshindi kwa jina la Yesu, mshindi kwa jina la Yesu. Hiyo vita ya kimaono, hiyo vita ya kimaono iliyoko juu yako, na mshindi kwa Yesu, mshindi kwa iliyoingizwa kwenye mateso kwa ajili ya maono ulionayo. Kwa damu ya mwana kondoo, uwe joka jekundu lenye mamlaka, uwe joka jekundu lenye mamlaka, huyo mtoto jina la Yesu, uhai wake, chia biashara, chia safari kazini, chia pande kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, naomba nguvu ya maombi, naomba nguvu ya kuomba mtoto wako huyu, nguvu ya kutafuta, nguvu ya kwenda jangwani, nguvu ya kwenda jangwani, mpatie mgawa takwenda jangwani, mpatie mgawa takwenda jangwani, mpatie mgawa takwenda jangwani, mpatie mgawa takwenda jangwani. Roho Mtakatifu mwema, uhimidiwe Bwana, uhimidiwe Jehova, uhimidiwe Bwana, uhimidiwe Bwana, uhimidiwe Bwana. Nuru yako Bwana mwandamie mmoja mmoja. Bwana tunaomba msaada, Bwana tunaomba msaada, Bwana tunaomba msaada, saidia mwanamke huyu kwa jina la Yesu, saidia uhimidiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tembea nasi Manuel, tembea nasi mtetezi, damu ya Yesu, raka seketerere kwa jina ninatangaza kuinuliwa
tena. Wewe ambaye umekata tamaa, uinuliwe tena kwa jina la Yesu. Wewe uliyekata tamaa ya kuendelea, Bwana uinue tena kwa jina la Yesu. Uliyekata tamaa ya kuishi, Bwana kupe kuishi tena. Bwana kupe kuishi tena. Bwana kupe kuishi tena. Kwa jina la Yesu. Bwana kupe kuendea maono yako, kuendea kusudi lako, kuendea baraka yako, kuendea neema yako. Kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Ninakushukuru. Asante Bwana.